amemjalia ya kuzaliwa nayo. Hii kila mtu anayo, kila mtu anayo, hata wanyama pia wanao. Wanyama utakuta mnyama ni gani ambapo wewe wataka kuwachukua watoto wake. Ukiangalia kuku ikiwa na vifaranga vyake kisogea huwa mkali kweli, na wanyama wengine wowote. Hii ni akili ambayo ni ya kimaumbile ambayo Mwenyezi Mungu kila mtu amemjalia nayo. Lakini kisha kuna na ile akili nyingine ambayo ima inapatikana baada ya ile akili ambayo Mwenyezi Mungu amekuumba nayo kwa kusoma kinamna yoyote utakayosoma. Ima ni kusoma kwa kupitia experience au khibra. Uwe unafanya jambo fulani, unaleta mazingatio katika lile jambo ambalo umelifanya. Hili nilifanya namna fulani, halikuwa. Kwa nini halikuwa? Mbona fulani amefanya limekuwa? Yule alifanya namna fulani, mimi nilifanya namna fulani, nilikosea. Sasa hiyo akili hiyo ni akili ambayo ndio Mwenyezi Mungu ambayo wingi anawasifu lil albab. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun, wale wanaofikiri. Ukakaa ukafikiri, na mpaka Mwenyezi Mungu akajalia huku kufikiri ni moja miongoni mwa ibada kubwa, ambazo ibada ya kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoifanya, alifanya ibada ya kufikiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa yuko ndani ya Makka, watu wanaabudu masanamu, ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam akifikiria kifikra yake, aona haya mambo ni mambo hayakuelekea. Vipi wewe kitu umekichonga wewe, kisha wewe ndio kiabudu? Ilikuwa stahili kile kitu kikuabudu wewe, ilikuwa ni sanamu likuabudu kwa sababu wewe ndio umetengeza. Lakini vipi wewe unatengeza kitu kisha ukiabudu? Ikawa kwenye akili ya Mtume sasa na hii kila kifikiria, akaamua atoke aende nje ya Makka kidogo, akaenda katika jabali linaloitwa Hira. Akawa yuko peke yake, yatafakari, yafikiri huu ulimwengu kwani imekuwaje? Kwani mwenye kumiliki huu ulimwengu ni nani? Mwenye kuendesha huu ulimwengu ni nani? Huwaje haya mambo ikaja usiku mchana, yanakuja yenyewe haya majabali? Ikawa anafikiri Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hii yatakikana kwetu sisi Waislamu, kila siku utenge hata kama ni dakika moja au mbili ya kutafakari, ukae ufikiri kwa nini Mwenyezi Mungu ameumba bahari hii, ameumba bahari maji hayaji juu. Kuna mahali fulani tu akifika yanakoma. Mbona yanakoma haya maji hapa? Unajua kuna udaku mwingine ni mzuri. Udaku kama huo ni mzuri, unataka kujua mbona milima ile imetokea imesimama namna hii, mbona majabali yamesimama, mbona Mwenyezi Mungu sisi ametuumba namna hii, mbona wanyama ameumba namna ile. Ikiwa utaanza kufikiri, si lazima uanze kufikiria yote. Chukua hata kama ni dakika mbili ufikirie. Fikiria hata kama dakika mbili. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Mwenyezi Mungu asema katika kuumba mbingu na ardhi na kutofautiana mchana na usiku kuna miujiza, kuna alama kwa wale wenye kufikiri, wale ambao wanamtaja Mwenyezi Mungu kwa kusimama, kwa kukaa, kwa kulala, wanafikiri katika namna gani Mwenyezi Mungu alivyoumba, huku akisema rabbana ma khalaqta hadha batila, Mola hukuumba haya kwamba ni batili, kwamba umeumba haya mambo umeumba tuabata kimachezo. Kila kitu kina maana yake, naweza ukafikia baadhi ya maana kwa kukaa na kufikiri. Sasa hii akili hii inayokaa na kufikiri ndio akili ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaisifu, ambayo ndio akili ya pili. Sasa hii akili katika njia ya kuihifadhi niwe mtu anakaa akifikiri juu ya alaillah, juu ya neema
aya za Mwenyezi Mungu, namna gani Mwenyezi Mungu alivyoumba, namna gani Mwenyezi Mungu anavyotuneemesha sisi Waislamu, anavyotuneemesha sisi wanadamu, anavyotupatia neema ya kila aina, namna gani Mwenyezi Mungu ametuumbia vitu ambavyo vya kimaajabu. Ukae ufikiri. Hili jambo la kwanza la kuihifadhi nafsi. Ikiwa wewe huna time ya kufikiri, ukae ukafikiria mambo, akili yako kila siku itakuwa inashuka, haipandi. Akili hata kama ipande, na ikipanda akili inapanda kupitia experience, unapata khibra fulani ya mambo na akili yako inakuwa. Lakini ikiwa wewe hutaki kufikiri, kila kitu umekaa, ndio Sayyidina Ali akasema watu wawili, kuna rajulun wa nisfu rajul, kuna mtu kamili na kuna nusu mtu. Mtu kamili ni yule ambaye yeye mwenyewe ana rai, ana fikra, ni mtu anakaa, anakuwa na mawazo, anafikiria mambo, ana rai ya kuleta, kisha na anataka ushauri wengine. Hata kama ana rai yeye, ana fikra, ana mawazo, lakini pia huwashauri wengine. Mimi hapa kuna jambo fulani nimefikiria kadha, unaje? Huyo ndio mtu kamili. Mtu nusu, Sayyidina Ali asema yule ambaye hana rai yoyote. Wewe ukimuuliza, kwa nini unasemaje? Naambia wewe, yeye hana rai kabisa, hana fikra yoyote, au anao fikra lakini hataki kumshauri mtu. Yeye mambo yake kufanya yeye peke yake tu, kujitosheleza yeye peke yake. Mwishowe zingine fikra zingine, kila mtu ana fikra namna yake, kila mtu ana uwezo wa kufikiri kinamna yake. Si watu wote wana fikra moja, wengine wana fikra kubwa zaidi, wengine wamepata khibra zaidi. Kuna watu ambao wameingia katika majali fulani kwa muda mrefu, ina maana wamepata khibra nyingi katika yale majali. Wewe utakapokuingia au katika nyanja, wewe utakapoingia katika nyanja hiyo, taka ushauri kwa wale ambao wamekaa sana katika hiyo nyanja, wamepata khibra kwa siku nyingi. Wewe utakuwa umekuwa mtu kamili. Sasa hii akili lazima ihifadhiwe kwa kuketi na kufikiri na kuanza mambo ambayo yataendeleza. Lakini pia katika hii akili kuitunza pia ni usifikirie zaidi ya kupita kiasi, hasa katika mambo ya kidunia. Ama kufikiria katika mambo ya kiakhera ndio takikana. Ufikirie namna gani mimi wakati nikifa, nitakapokufa mimi nitakuwaje? Je, nimejiandaa vipi na kufa? Nitakapotiwa kaburini nitakuwa vipi mimi? Nitakapokwenda kukutana na Mola wangu nitakuwa vipi? Nikiondoka katika maisha haya nitakuwa vipi? Ufikirie mambo ya kiakhera, usijaze mambo ya kidunia. Ukijaza mambo ya kidunia waiharibu akili. Ndio utakuta leo kila mtu utamsikia na stress bana. Mimi na stress. Una stress, mbona hutumii na sisi hayo stress? Kuna wewe tu. Ni kitu ambacho umekiweka kwa kufikiria mambo kupita kiasi. Wewe wafikiria mimi nitakula nini? Mimi nitafanya. Yaani mambo ambayo wayafikiria kupita kiasi, kupitiliza, inapotakikana mtu afikirie. Sasa ukifikiria hivyo zaidi, unakwenda mpaka ndio pale unaona mambo yanakutatiza, mpaka wengine huenda wakajinyonga, wengine wakajiharibu kwa kila namna, wengine huamua basi wacha niitengeze yake, kumbe ndio hiyo iharibu kabisa, ndio inakuingia katika mukhaddirat. Waliyadu billahi min dhalik. Mtu kuona tayari ashaanza kuiharibu akili yake kwa kufikiria sana kupitiliza katika mambo ya kidunia, huona afadhali sasa nikaitengeze kwa kutumia mukhaddirat, na kumbe mukhaddirat ndio inaharibu kabisa akili. Ndio unamaliza unaanza kutumia ulevi, vitu vya kulewesha, unatumia mpaka wengine wanakuwa wazimu kabisa. Tumewaona kadha wa kadha, mtu ametumia hizi mukhaddirat mpaka amekuwa mwendazimu kabisa. Watu ambao walikuwa wana akili zao, lakini wameziharibu akili kwa kutumia mambo ambayo ni ya kuivuruga akili, hasatan hii ambayo iko siku hizi, hii mogoka inaharibu akili,
Vijana wengi tumewaona ambao wametumia mogokaa, yaani ni wendazimu kabisa, wazungumza huelewa na kuzungumza mambo ambayo unaona badilika kwa sababu ya kutumia vitu ambavyo kwamba wao waona watengeza akili, kumbe ndio waliharibu kabisa akili. Kuitengeza akili, fikiria mambo ya akhera, fikiria mambo ya akhera, fikiria neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambazo ametuneemesha, mambo ambayo Mwenyezi Mungu ametupa. Unajua kwamba Mwenyezi Mungu sisi ametupatia mingi. Wewe ukiketi ukaanza kufikiria mimi maskini, mimi sina hiki, mwisho utaingia kwenye stress. Wewe fikiria ile chini yako. Leo ikiwa angalau umepata tonge la kula mtana, kuna mtu kupata, fikiria yule ambaye hakupata. Je, yeye na wewe nani bora? Ujioni kwamba wewe ni bora? Alhamdulillah kwamba nimepata mtana kula, mwenzangu hakupata kabisa. Fikiria hilo. Usifikirie kwamba mimi sina kitu, mimi sina nyumba, lakini siwapata angalau kula yako. Mimi sina hiki, mimi sina hiki. Usifikirie aliye juu yako. La tanzur ila man fawqaka fi dunya. Usimwangalie aliye juu yako katika dunia. Usimwangalie kabisa. Ukitaka kumwangalia aliye juu yako, muangalie aliye juu yako katika hapo. Mbona uswali sana? Mbona uswali sunna? Na mimi nitakaniswali sana kama huyu. Sunna, mbona ufunga sana? Mbona huyu upoa sana? Mbona huyu? Wewe angalia yule ambaye wafanya mingi zaidi katika akhera, ndio jikompee na yeye. Usijikompee na mtu ambaye kwamba yuko juu kidunia. Unasema mimi duni katika dunia. Siku zote utajitia kwenye stress na ambayo atakupeleka katika mahali pabaya. Kwa hivyo katika njia ya kuitumia akili, ya kuihifadhi akili, ni kuihifadhi akili, usitumie vitu ambavyo kwamba vitakwenda kuharibu akili yako. Vile vile katika kuitumia akili au kuihifadhi akili ni kuitumia kwa yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameyaumbia. Yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameumba akili kwa ajili ya mambo hayo, basi uitumie akili yako, ndio utakuwa akili yako umehifadhi. Katika jumla ya mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameiumba akili kwa ajili ya mambo hayo ni maarifatullah, ni kumjua Mola Subhanahu wa Ta'ala. Itumie akili yako katika kumjua Mola, na usiseme kwamba wataka kutumia akili yako kumjua Mwenyezi Mungu, undani wa Mwenyezi Mungu. Usifikiri juu ya Mwenyezi Mungu, fikiria juu ya utendakazi wa Mwenyezi Mungu. Ukimfikiria Mwenyezi Mungu mwenyewe utaingia kwenye kufuru. Uanze kusema Mwenyezi Mungu, kwani tutakuwa ni mkubwa kama vipi? Kama ndogo vile au ni mkubwa kama nguru? Ushakufuru. Usifikiri juu ya Mwenyezi Mungu kama uanze kufikiri Mwenyezi Mungu. Fikiri juu ya neema na utendakazi wa Mwenyezi Mungu. Angalia utendakazi wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ametuumba sisi binadamu, tutembea. Hakuna siku ambayo kwamba labda tumepewa bili, baada ya kuja hii bili yako ya kuvuta pumzi au hii bili yako ya kuona au hii, hakuna bili. Free of charge. Tunafanya tu neema Mwenyezi Mungu ametupa. Hebu fikiri juu ya hizi neema Mwenyezi Mungu ametupa. Siku zote tunatembea, tunarudi, tunalala, tunaamka. Huu usingizi wewe umetoa wapi? Fikiria huu usingizi unatoka wapi? Mbona huwa sengine nakaa tu usingizi ukate, sengine hauji usingizi. Kwa nini? Ni neema za Mwenyezi Mungu. Hayo ndio ya kuyafikiri. Usikete ukafikiri Mwenyezi Mungu mwenyewe. Ukifikiri utendakazi wa Mwenyezi Mungu, ndicho kilichoumbiwa akili. Ukae umjue Mola Subhanahu wa Ta'ala bi alai wal adilla, umjue kwa dalili. Uwe na dalili. Mtu akikuuliza wewe, ukimwambia mtu Mwenyezi Mungu yuko, uwe na dalili ya kuthibitisha kwamba Mwenyezi Mungu yuko. Usiwe kwamba Mwenyezi Mungu yuko, wewe umejuaje kama Mwenyezi Mungu? Unajua tu yuko. Kuna wengine mtu anaweza kukuuliza kiupotofu. Wewe Mwenyezi Mungu asema yuko wapi? Mbona mimi sijamuona? Sasa ni wewe umjua Mwenyezi Mungu kwa dalili za kuweza kumfahamisha mwingine amjue Mola Subhanahu wa Ta'ala utendakazi wake. La pili ambalo limeumbiwa akili imeumbwa kwa ajili ya kutafuta uongofu na kupata maneno, kusikiza maneno mazuri yatakayokutia kwenye uongofu
umeumbwa hivyo, wewe mwenyewe ukae uangalie ni lipi la uongofu na ni lipi ambalo ni la upotofu. Kwa kutumia akili yako inatengea, kwa sababu utakapofikiri mambo mazuri ya uongofu, siku zote wewe hutaenda njia ya upotofu, hutopotoka. Lakini ikiwa wewe waenda kinyume chake, akili imeumbwa ufikirie mambo mazuri, mambo ya uongofu, wewe wafikiria mambo ya upotofu saa zote. Sasa utafikiria namna gani mtaharibu, namna gani mtavuja. Umeitumia akili kwa jambo ambalo halijaumbiwa, na hapo hujailinda akili yako, bali umeiangamiza akili yako, umeipeleka mahali pabaya. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia katika aya ambayo tunaanza nayo, walaqad dharana li jahannam kathiran min al-jinni wal ins, hakika tumeuweka huu moto wa jahannam kwa wingi katika majini na wanadamu. Wingi wataingia motoni majini na wanadamu. Kwa sababu gani? Lahum qulubun la yaqiluna biha, wananyoa lakini hawatii akili. Mtu ana moyo lakini hatumii akili yake. Mtu anataka tu kutumia matamanio yake anavyotuma. Bana, mimi nataka kufanya jambo fulani, nafanya tu bila kuketi ukafikiri juu ya faida au hasara lile utakalolifanya. Idha aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibatahu, ukitaka jambo lolote kwanza angalia mwisho, zingatia, je, hili jambo nikilifanya litaleta khair? Je, nikilifanya litaleta maslaha? Je, nikilifanya litaleta madhara, litaharibu au litatengeza? Fikiria hapo kwanza. Ukiona ni khairi basi lifanye, na ukiona ni shari liache. Lakini ikiwa mtu atafuata tu matamanio yake yanapomtuma, basi huyo atakwenda mahali pabaya. Mwisho Mwenyezi Mungu asema ulaika kal an'am, hawa watu ambao wao hawatumii nyoyo zao kufikiri, hawatumii masikio yao kusikiliza, hawatumii macho yao kuangalia, hao ni kama wanyama, bali huma adall, bali wamepotea fadhali wanyama. Kwa sababu gani? Siku zote atakayetumia mwanadamu, Mwenyezi Mungu amemuumba na vitu viwili ambavyo vinashindana. Mwenyezi Mungu amemuumbia malaika kitu kimoja na amemuumbia mnyama kitu kimoja katika hivi vitu viwili ambavyo amempa mwanadamu. Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu akiwa na akili na akiwa na matamanio. Hivi vitu viwili vinavutana baina ya matamanio na akili. Mwenyezi Mungu amemuumba malaika akiwa na akili pekee yake, hana matamanio. Malaika hana matamanio, hatamani kitu. Yeye ni kuangalia tu ibada zake na kuangalia yale ambayo akili imeumbwa kwa ajili yake. Wanyama Mwenyezi Mungu amewapatia shahawa pekee yake, hakuwapa akili. Akili walionao ni ile ya gharizi tu, ni akili ya kujua tu ni mtoto wangu huyu, saa hii ni wakati wa kulala, huyu ni nyumba yangu ni hii. Umepewa hiyo tu ambayo hatuihesabu akili hiyo. Mnyama hakupewa akili, amepewa shahawa, matamanio pekee yake. Sasa huyu binadamu aliyepewa yote mawili, atakayetumia akili yake kuendesha shahawa yake, huyo intuhiqa bil malaika, huyo atakuwa ni kama malaika, bali atamshinda malaika, kwa sababu yapewa vitu viwili, lakini akaweza kucontrol cha pili kwa kile cha kwanza, akaweza kucontrol shahawa yake kwa akili yake, basi huyo atamzidi malaika. Ndio pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Isra wal Mi'raj, akafika katika Sidratul Muntaha, akaenda akamkuta mtu ambaye amefika mahali hata Sayyidina Jibril hakufika. Mtume pata kauliza, nani ya malaika? Kaambia anabii, ni nabii. Kaambia huyu ni malaika, sio ni mtume, si mtume. Ni nani? Ni mtu tu katika umati wako. Lakini kwa kucontrol matamanio yake, akili yake kucontrol matamanio yake, akawa na daraja hiyo kubwa. Kinyume chake, ambaye shahawa yake ndio itakontrol akili yake, ikawa mtu hatumia akili yake panapokuja shahawa. Kija matamanio, yeye ametamani kitu fulani, basi yeye mpaka akipate tu, hana akili ya kutumia namna gani haya matamanio yangu nitayaondoa. Basi huyo kal an'am, bal huwa adall, huyo
mnyama, sababu mnyama hakuumbiwa na ile akili, ameumbiwa na haya matamanio tu. Ndio utaona kuku hajali kwamba huyu ni mamangu, dadangu, hajali. Ng'ombe, mbuzi, hao wanyama wameumbiwa shawa tu, bora ndio shawa yake, hajali kama hili ni shamba la mtu, ni yeye bora ale tu, wataingia kwenye shamba la mtu ale, haangalii kama shawa yake imemtuma, nasikia kula, nasikia hiki, nasikia hiki, ufanye tu. Sasa na binadamu yoyote atakayekuwa yeye shawa yake kimtuma, nasikia kula, hula tu, nasikia kufanya hivi, ufanye bila kufikiri, basi huyo atakuwa afadhali mnyama kuliko yeye. Mwenyezi Mungu atujalie katika wenye kutumia akili zetu ili tupate daraja na utukufu mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Inna ahsana al-kalami wa min al-nidami wa dha'a al-burhan kalamullahi al-malik al-allam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqulu biqawlihi yahtadi al-muhtadun wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. وقال عز وجل من قائل العليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. فاتقوا الله عباد الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه. وقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الرحمة وشفيع الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وضمه، وعلى آله وأصحابه ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم بالأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، عن ستة الباقين من العشرة الكرام المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة، وعن جميع صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. أيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين واليهود والكفار، إنك على نصرهم لقدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي
تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون.